Na kukaribisha uungane nami katika tafakari ya siku ya Jumatatu ya juma la 17 la mwaka wa kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 31 hadi 35. Wapendwa ndugu zangu, katika injili ya leo Yesu anatupa mifano miwili mizuri sana ambayo inaelezea habari za ufalme wa Mungu. Anasema ufalme wa Mungu ni sawa na mbegu ya haradali ambayo ni ndogo kuliko mbegu nyingine zote, lakini ikikua huwa ni mti mkubwa. Pia anasema ufalme wa Mungu ni sawa kama chachu ambayo ingawa ni kidogo sana hufanya unga wote uumuke. Ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo katika mifano hii uko wazi kwamba mambo makubwa yote huanza kama mambo madogo. Mungu hafanyi kazi kwa haraka kama tunavyotaka sisi. Anafanya kazi kwa hatua. Kile kinachoonekana ni kidogo leo, kesho kinaweza kuwa kikubwa sana. Hii ndiyo pia njia ambayo imani yetu hukua na kukomaa. Hakuna aliyezaliwa akiwa na imani iliyokomaa. Watakatifu wote walianza kama sisi. Mitume wenyewe walimfuata Bwana wetu Yesu Kristo wakiwa na mashaka, hofu na udhaifu. Lakini walikuwa taratibu imani yao iliimarika na hata wakawa mashahidi wakubwa wa Injili. Swali la kujiuliza ni hili: imani hukua namna gani? Ni kwa namna gani imani yetu inaweza kukua na kuimarika na kukomaa? Kwanza kabisa, katika kushiriki misa takatifu kwa uaminifu. Ukishiriki misa takatifu kwa imani na kwa uaminifu, basi imani yetu inakuwa. Pili, kwa kusoma na kutafakari neno la Mungu kila siku. Kama tukilisoma, tukalitafakari neno la Mungu kila siku, linasaidia kukuza na kukomaza imani yetu. Tatu, kusali kwa moyo, iwe ni rozari au sala nyingine. Kama tutajipa muda wa kusali sala mbalimbali, basi sala hizo zinatuimarisha kukua katika imani. Lakini pia kupokea sakramenti takatifu, hasa sakramenti ya Ekaristi na kitubio. Hii sakramenti ya Ekaristi tunampokea Kristo mwenyewe, ambapo Kristo huyu anatusaidia na anatuimarisha katika changamoto mbalimbali. Lakini pale ambapo tunaanguka katika dhambi, basi kuna sakramenti ya kitubio, ambapo sakramenti hii inasafisha makosa yetu yote, lakini pia inatupa neema ya sisi kuweza kushinda vishawishi na kuwa wafuasi wazuri wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa kupokea sakramenti za Kristo, hasa sakramenti ya Ekaristi takatifu na sakramenti ya kitubio, basi inasaidia imani yetu kuimarika. Lakini pia imani inaimarika kwa kutenda matendo ya upendo na matendo ya huruma kwa watu wengine, hasa kuwasaidia wale ambao ni wadogo, kuwasaidia wale ambao wana mahitaji. Kupitia hao basi tunakutana na Kristo, na hapo imani yetu inaimarika. Tukifanya mambo haya kila siku, hata kama ni kwa muda mfupi, usifikiri kwamba hayana matokeo. Kama mbegu ilivyo chini ya ardhi, ukuaji wake mara nyingi huwa hauonekani. Mara moja hautaona kwamba mbegu imeshakuwa, hapana, lakini taratibu mbegu hiyo huwa inaendelea kukua. Vivyo hivyo Mungu anaikuza imani yako kimya. Siku moja utagundua una amani zaidi, una uvumilivu zaidi, unaweza kusamehe kwa urahisi ambapo labda hapo mwanzo ilikuwa ni ngumu, na unamtegemea Mungu zaidi kuliko zamani jinsi ulivyokuwa ukimtegemea. Hapo ndipo utajua kwamba sasa imani yangu imeanza kukua na kukomaa. Lakini injili ya leo haitufundishi tu kuhusu imani, kuhusu kuimarika katika imani, lakini pia inatupa pia
matumaini katika maisha yetu yote ya kila siku. Wapo watu wengi leo wanakata tamaa kwa sababu wanaona maisha yao labda hayaendi vizuri, au labda taratibu, labda anaimarika katika uchumi. Mtu anaanza biashara labda akiwa na mtaji mdogo, mwingine anaanza masomo akiwa hana uwezo mkubwa, mwingine ameanza kazi ya kawaida yenye mshahara mdogo, wengine wanajenga nyumba hatua kwa hatua, wengine wanaanza familia bila kuwa na kila kitu ndani. Mara nyingi tunajiangalia na kujilinganisha na wale ambao tayari wamefanikiwa. Halafu tunaanza kukata tamaa. Tunaanza kusema mbona mimi hakuna ninachokifanya? Lakini injili ya leo inatuambia usidharau mwanzo mdogo. Usidharau hiyo biashara yako ambayo kwa sasa unaona labda haileti matunda. Usidharau hiyo kazi ambayo kwa sasa labda ukijilinganisha na wengine unaona si kitu wala si kitu chochote. Unachotakiwa kufanya ni kuendelea kufanya kazi, kwa sababu mambo madogo hayo baadaye yanakuwa na mafanikio, yanaanza hivyo hivyo kidogo kidogo. Kila mti mkubwa uliwahi kuwa na mbegu. Ukiona mti mkubwa sasa hivi ulikuwa ni mbegu ndogo. Kila daktari unayemuona, mwalimu unayemuona, padri unayemuona, mfanyabiashara mkubwa unayemuona, au mtaalamu aliyefanikiwa, alianza hatua ya kwanza. Alianza kama punje ya haradali. Hakuna anayefika kileleni bila kuanza chini. Watu wote tunaanza chini taratibu, ukivumilia na ukiendelea kupambana. Tatizo letu wakati mwingine ni kwamba tunataka mafanikio ya haraka. Tunataka kuvuna kabla ya kupanda. Hicho kitu hakiwezekani. Lakini Mwenyezi Mungu anatufundisha subira. Mafanikio ya kweli hujengwa kwa uaminifu wa kila siku. Hatua ndogo zinazorudiwa kila siku ndizo huzaa matokeo makubwa. Ndivyo ilivyo pia katika maisha ya kiroho. Usiseme mimi siwezi kuwa mtakatifu. Anza tu kwa sala. Anza kusali. Soma hata aya chache za Biblia kila siku. Fanya tendo moja la upendo kila siku. Baada ya muda, Mungu atafanya yale ambayo wewe hukuweza kufanya kwa nguvu zako mwenyewe. Ndugu zangu, leo Yesu anatualika kuwa na imani na kuwa na subira. Usichoke kufanya mema kwa sababu hujaona matokeo. Usikate tamaa kwa sababu mwanzo wako ni mdogo. Ukiendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu na kufanya wajibu wako kila siku, Mungu ataibariki kazi yako, ataikuza imani yako, na kwa wakati wake ataleta matunda ambayo yatawashangaza hata wale waliokudharau, na hata yatakushangaza wewe mwenyewe. Basi tuombe leo Bwana atupe neema ya kutokudharau mambo madogo, bali tuwe waaminifu katika hatua ndogo za kila siku, maana mbegu ndogo mikononi mwa Mwenyezi Mungu inaweza kuwa mti mkubwa, na imani ndogo inayolishwa vizuri inaweza kubadilisha maisha yetu na maisha ya wengine. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.